Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Na leo tutakwenda kuangaza kipengele kinachosema nguvu ya imani katika kurejesha kilichopotea. Nguvu ya imani katika kurejesha kilichopotea. Tutaangaza kipengele kinachosema nguvu ya imani katika kurejesha kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukianza kutafakari tu kwa habari ya nguvu ya imani katika kurejesha kilichopotea, ukisikia neno kurejesha au urejesho, Bwana asifiwe, ukisikia neno urejesho, ujue kabisa hapo kuna namna hicho kitu kilikuwa mateka. Naomba ikichombo tusogeze hapo. Bwana asifiwe. Ukisikia tu kwa habari ya urejesho, jua hicho kitu kilikuwa nini? Kilikuwa mateka. Hicho kitu kilikuwa kimefungwa mahali. Hicho kitu kilikuwa kimekamatwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya urejesho, inamaanisha kitu kilikuwa kimechukuliwa, yamkini bila hata ridhaa ya mwenye nacho, bila ruhusa ya mwenye nacho, kilikuwa kimechukuliwa. Bwana asifiwe. Nguvu ya imani katika kurejesha kilichopotea. Fungua nami Injili ile ya Luka 19, halafu tusome pale. Injili ya Luka 19. Injili ya Luka 19 kuanzia aya ya kwanza. Neno la Mungu nasema, naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona, walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi nyuma kidogo, sura ya 8:43. Injili ya Luka 8:43. Injili ya Luka 8:43. Injili ya Luka 8:43. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma.
Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Enenda zako na amani. Yesu, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma hivi vifungu viwili vinavyoeleza habari mbili tofauti. Habari ya kwanza inamweleza Zakayo. Inamweleza Zakayo, mtu tajiri, mtu aliyekuwa na cheo kikubwa, mtu wa uchumi, aliyekuwa anamiliki hela. Biblia inamtaja kwamba Zakayo alikuwa ni mtu tajiri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utajiri wa Zakayo, kiukweli Zakayo pia alikuwa ni mpigaji. Hebu sema tena mpigaji. Sema tena mpigaji. Unajua wapigaji mpaka kanisani isitoshe wamo. Zakayo ukimfuatilia sana inawezekana hata alikuwa zela kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inawezekana, maana alikuwa na kazi serikalini. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na kazi kwenye utawala, alikuwa ni mtoza ushuru, mtu wa mapato, lakini jamaa ilikuwa ni pigaji. Na inawezekana kabisa alikuwa na sali, alikuwa na dini yake kama wewe na mimi leo ambapo tuna dini zetu. Amina. Amina. Lakini Zakayo alikuwa anasikia habari za Yesu. Alikuwa anasikia habari za Masihi. Alikuwa anasikia kwa habari za wokovu. Alikuwa anasikia kwa habari za Yesu anaponya magonjwa. Alikuwa anasikia kwa habari za Yesu anafufua wafu. Alikuwa anasikia kwa habari za Yesu alifufua Lazaro. Alisikia hizo habari. Alikuwa anasikia kwa habari ya kutembea juu ya maji. Alikuwa anasikia hizo habari. Kwa hiyo alikuwa na taarifa za Yesu nyingi sana. Na huyu Zakayo akaweka shauku kwamba huyu Yesu yukoje na mimi nataka nimuone. Haleluya. Haleluya. Alivyopata taarifa kwamba Yesu atakuwa na ziara, atakuwa na huduma maeneo haya, msafara wake unapita. Sijajua alimpa taarifa kama labda unapita saa 5. Bwana asifiwe. Sijui walimwambia huu msafara wa Yesu unapita saa ngapi. Biblia haijatufafanulia. Lakini Biblia inachotuambia, Zakayo alivyosikia habari za Yesu akasema, nataka kumuona huyu Yesu. Nataka kumuona huyu Yesu. Maana nimesikia habari zake. Maana nimesikia habari za uponyaji. Maana nimesikia kwamba anafungua. Maana nimesikia kwamba hata viwete wanatembea na vipofu wanaona. Nami leo nataka kumwona huyu mtu ambaye anatenda mambo ya ajabu. Lazima nipate kumwona. Haijalishi mimi ni tajiri, lakini kwa kweli leo nataka nimwone Yesu. Leo nataka nimwone Yesu. Lazima nipate kumwona. Hata kama makutano ni wengi, hata kama wamemsonga, hata kama na mabodyguard, lakini kwa kweli leo lazima nimwone Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaadhimia ndani ya moyo wake kwamba leo I want to see Jesus. Nataka kumwona Yesu. Nataka kumwona Yesu. Lazima nimwone leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaadhimia ndani ya moyo wake kwamba leo, yani leo hanipiti.
Na inawezekana kabisa, inawezekana alikuwa amepiga advertising nyingi sana ili apate kumwona. Alikuwa anakosa, maana kilikuwa kifupi. Wakina Zakayo, haleluya. Wakina Zakayo, haleluya. Jamani, wafupi kama mimi, haleluya. Haya, warefu, haleluya. Na hakumuona nyinyi warefu, alimuona mfupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Zakayo anasema kwamba leo lazima nipate kumwona Yesu. Haijalishi mimi ni mpigaji, haijalishi mimi huwa nachakachua, nikianza kukusanya mapato huwa nachakachua. Kodi shilingi 5,000 nasema 50,000, naongeza sifuri pale mbele. Bwana asifiwe. Unatoa utoi, askari mko wapi? Kamateni huyo. Lakini ameadhimia ndani ya moyo wake kwamba kwa kweli leo lazima nipate kumwona huyo Yesu ambaye nimesikia habari zake. Hebu sema tena, kurejeshewa kilichopotea. Sema tena, kurejeshewa kilichopotea. Sema tena, kurejeshewa kilichopotea. Na Yesu alikuwa anamjua vizuri sana Zakayo. Alikuwa anajua madhaifu yake, alikuwa anazijua dhambi zake, alikuwa anamjua ni mtu aina gani, kama ambavyo mimi na wewe Yesu anatujua vizuri sana, kwamba jamani nahubiri lakini ni dhaifu katika hili eneo, jamani naimba lakini katika hili eneo ni dhaifu kweli kweli. Anatujua vizuri. Mmoja akasema anakujua mpaka utumbo wako ulivyonyongolota kule ndani, anakujua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye Yesu anamjua Zakayo. Na Zakayo inawezekana kabisa hakuwa na namna yoyote labda ya kutamani apate kitu kwa Yesu, lakini alikuwa anataka kumuona tu. Sema, Mungu anaga biashara ya hasara. Sema tena, Mungu huaga anaga biashara ya hasara. Alivyokutana na Yesu, Yesu akajua changamoto aliyonayo. Yesu akajua kile kimepungua kwenye maisha yake. Yesu akajua kile ambacho akikiangalia namna alivyomuumba Zakayo, haoni kile ambacho aliweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana kimepotea kwa upigaji, kimepotea kwa wizi. Yesu akasema, wewe unataka kuniangalia tu, lakini mimi nataka kukurejeshea kile ambacho kimepotea kwenye maisha yako, pamoja na utajiri ulionao, pamoja na heshima ulionayo, lakini kuna kitu ambacho kimepungua kwenye maisha yako. Zakayo, leo lazima nipate kukurejeshea. Inawezekana unakuja kwa namna kuniangalia tu, namna kuniangalia nimevaaje, namna kuniangalia hata sura upate kuifahamu, lakini mimi leo nataka tunapokutana na wewe, kwa sababu umeweka kiu ile tu, kiwango cha imani au kiwango cha kiu ulichonacho kuniona mimi, nami nakupatia cha kwangu ambacho wewe hauna, kimeibiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Zakayo alikuwa amepungukiwa kitu gani? Sema wokovu. Sema wokovu. Sema wokovu. Zakayo alikuwa amepungukiwa wokovu, hakuwa na wokovu katika maisha yake. Na ndio maana alikuwa na tabia ya wizi. Ndio maana alikuwa na tabia ya kuchakachua fedha, kuandikia ushuru hata wasiostahili, hata namna ambavyo ilipaswa kiwango hiki yeye anasidisha. Alikuwa amepungukiwa nini? Wokovu. Na Yesu akasema, leo lazima nikurejeshee wokovu. Watu wakataka kumzuilia, lakini jamaa likapanda kwenye mkuyu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamaa akapanda kwenye mtu kwamba lazima nipate kumwona. Haijalishi mimi ni mfupi, haijalishi mimi siwezi kuzongazonga makutano kama, lakini nitapanda hata juu ya mti, lazima nipate kumwona. Watu wakataka kumzuilia Yesu, akasema kwamba mwacheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Yesu hajamwambia chochote, jamaa akajua dhambi yake. Sema dhambi yake. Kama mimi na wewe ambavyo tunajua makosa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeketi hapo, lakini unajijua kabisa kwamba mimi hii dhambi ninayo. Bwana asifiwe. Unajijua kabisa kwamba mimi katika hili eneo ni mdhaifu, unajijua kabisa. Yesu hajamuuliza kitu chochote,
Zakayo anasema kwamba Bwana, mimi leo hata wale maskini nawarudishia mara 4. Yaani ukisikia anasema nawarudishia mara 4, ilikuwa linawapiga hata mara 3. Bwana asifiwe. Kama ni shilingi 10,000 anachukua 30. Na ndio maana anasema kwamba mimi narudishia mara 4. Anaposema mara 4 haimaanishi kwamba alikuwa anawapiga mara 4, no. Itakuwa kwenye 3, 2. Jamani, kwa anacheza na hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni mtu ambaye yamkini alikuwa haridhiki na mshahara aliyokuwa anapata. Alikuwa na kiwango chake cha mshahara, alikuwa na ujira wa kwake, lakini alikuwa haridhiki na kiwango cha ujira ambao alikuwa anapata, na ndio maana alikuwa anazidisha, alikuwa na dabo. Alivyo salenda, alivyoonesha moyo wa toba, unajua ile kwa lugha nyepesi, alikuwa na tubu. Alikuwa na tubu dhambi yake, kwamba mimi dhambi yangu ni wizi, mimi ni mwizi, sasa narudisha mara 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Zakayo akapokea neema ya wokovu kwenye malango yake. Zakayo akapokea neema ya wokovu kwenye malango yake. Pamoja na utajiri wake, lakini alikuwa ameibiwa vazi la wokovu. Alikuwa ameibiwa vazi la heshima, vazi la wokovu. Alikuwa anaipata heshima kwa wanadamu, lakini mbele za Mungu alikuwa anadharaulika kwa sababu hana vazi la wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tumesoma habari nyingine inamhusu huyu mwanamke. Biblia inaripoti kwamba alikuwa ametokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Akaadhimia ndani ya moyo wake kwamba mimi leo huyu Yesu ambaye nimesikia habari zake, haijalishi sheria ya Kiyahudi inakataza mwanamke asimsogelee Masihi, lakini mimi lazima nitasogea kwake na lazima nimguse hilo pindo la vazi lake. Akajipenyeza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akajipenyeza, akaenda akasonga sana makutano, anataka kumzuia, akaenda akagusa pindo la Yesu. Halafu Yesu akasema, naona nguvu zimenitoka. Petro anasema, bwana mdogo, bwana mkubwa, mwalimu, makutano yote haya waliokuzongazonga ni watu wengi ambao wanakugusa. Utaelewa kweli nani aliyekugusa? Yesu anasema, hapana, nimesikia mguso ulio wa tofauti, sio mguso wa kawaida. Ni kweli makutano mko wengi, lakini kuna mtu ambaye amekuja kwenye mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tumekuja kwenye kongamano, watu wako wengi sana, lakini kuna mtu ambaye amekuja kwenye kongamano. Kuna mtu ambaye anatamani apate kumwona Yesu. Kuna mtu ambaye moyo wake una shauku ya kupata kukutana na Yesu. Kuna kitu ambacho anaona kabisa kimepungua. Kuna kitu ambacho anaona kabisa kimeondoka kwenye maisha yake. Amekuja ili apate kurejeshewa. Waliokuja kurejeshewa waseme amina kubwa. Sema amina kubwa kama umekuja kurejeshewa. Ninaongea na watu ambao wamekuja kurejeshewa tu, waseme amina kubwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo hakuwa na wokovu, akarejeshewa wokovu. Mwanamke huyu hakuwa na afya njema, akarejeshewa afya. Mwanamke huyu alikuwa ni mtu wa huzuni, hana furaha kwa sababu damu inatoka. Miaka 12. Wamama nyinyi ni mashahidi. Wamama nyinyi ni mashahidi. Ukipitiliza tu siku 7 hauna amani. Ukipitiliza tu mwezi mzima mfululizo unaenda, hauna amani. Kwanza hata njaa inaweza isiume. Utamtafuta daktari mahali popote alipo. Hata kama una kiwanja utauza. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kazi pevu. Sasa hebu just imagine huyu mwanamke, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, 12. Bwana Yesu
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alivyoweka imani juu ya Yesu, ile hali ikakata, akarejeshewa afya, akarejeshewa furaha, akarejeshewa amani ya moyo. Maana inawezekana hata na jina lilikuwa limebadilika. Inawezekana hata mtaani kwake kuna jina ambalo alikuwa anamuita, wamembatiza jina kwa sababu ya shida alionayo, kwa sababu ya ugonjwa alionao. Lakini alivyokutana na Yesu, Yesu akaachilia uponyaji. Na wewe unamwendea Yesu, inawezekana kabisa kuna kitu ndani mwako kimepungua, kuna kitu ndani mwako kimeondoka, kuna kitu ndani mwako ulikuwa nacho na sasa hauna. Ukimwendea Yesu na kama umemjia Yesu, na hata jioni ya leo anaweza kukurejeshea katika jina la Yesu. Anaweza kukurejeshea afya, anaweza kukurejeshea amani, anaweza kukurejeshea wokovu. Hata kama ulianguka, anaweza kukurejesha tena, anaweza kukuinua tena, anaweza kukuinua tena. Hata kama kuna ugonjwa wanasema huu ni wa familia, huu ni wa ukoo, huu ni wa ukoo, anaweza kukurejeshea tena afya yako katika jina la Yesu. Hata kama familia imesanaurika sana, Bwana anayo mamlaka ya kukurejeshea heshima, anayo mamlaka ya kukupa utajiri. Inawezekana unajiona ni maskini, lakini ukimwendea Yesu, yeye ndiye ambaye atakupatia nguvu ya kupata utajiri. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Unajua walokole wengi tunadharauliwa sana. Wanasema wewe ni mtu wa kulialia. Sema sawa, hamjui password ya maisha ya kwangu. Mimi nalia kwa Yesu kwa sababu ninaijua siri iliyopo ndani ya huyu mwanaume Yesu. Na watu hawezi kukuelewa. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuelewa, ni wewe peke yako unaweza kuelewa kile ambacho unapitia. Itakuwa ni hasara sana ukaitwa mtu uliyeokoka, halafu miaka inaenda, miaka inaenda, bado unatembea na changamoto ulionayo, bado unatembea na mateso, bado unatembea na adha ulionayo. Yesu yupo kwa ajili ya kukurejeshea kile ambacho kimepotea kwenye maisha ya kwako, kwenye ndoa yako, kwenye uchumi wako, kwenye familia yako. Yesu yupo kukurejeshea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika jambo la kwanza. Andika jambo la kwanza. Shetani anao uwezo wa kuiba. Shetani anao uwezo wa kuiba. Anaweza kuiba afya, anaweza kuiba amani ya moyo, anaweza kuiba furaha yako, anaweza kuiba uchumi wako, anaweza kuiba elimu yako, anaweza kuiba huduma yako, anaweza kuiba nafsi yako, anaweza kuiba na vitu vingi vinavyokuhusu wewe. Shetani huo uwezo anao. Bwana Yesu asifiwe. Na Adamu wa kwanza aliibiwa Edeni. Adamu wa kwanza aliibiwa Edeni. Shetani akavaa umbo la nyoka, akaenda kwa udanganyifu, kwa udanganyifu, kwa udanganyifu, wakakubali, akaiba. Heshima ikaondoka tena, mahusiano na Mungu yakaondoka tena, ule moyo wa ibada ukaondoka tena, ibada ikaharibiwa. Mungu ndani yake akachukia, Mungu ndani yake akahuzunika, Mungu ndani yake akasema tayari huyu kashapoteza tena. Anamuuliza, anasema Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Where are you Adam? Adamu uko wapi? Mungu alikuwa anamuona Adamu yuko Edeni, physically yuko Edeni. Lakini kuna nafasi ambayo Mungu alikuwa amempa katika ulimwengu wa roho. Ile nafasi ya kumiliki na utawala, ile nafasi ya mtu mwenye haki, hakuiona tena ndani ya Adamu. Kwa nini? Shetani kashachukua.
ujue shetani kashaiba amani kwenye hiyo ndoa. Ukiona mtu anachukua sumu anakunywa ili afe, anachukua kamba anajitundika, anajinyonga, kuna kitu ambacho shetani amekwisha kuondoa ndani yake, hakipo tena. Hana matumaini huyu mtu, hana amani huyu mtu, hana furaha huyu mtu. Na tumeshuhudia watu wengi sana, tumezika watu wengi sana, wamejinyonga, wamejitundika na kamba, wamekunywa sumu, wamechinjana. Kuna kitu shetani ameiba. Bwana Yesu asifiwe. 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 Ninatamani katikati ya kongamano hili tunapokwenda kutamatisha vyote ambavyo shetani ameiba au amejaribu kuviiba, avirejeshe kwa jina la Yesu. Avirejeshe kwa jina la Yesu. Maana hatuna Yesu wa hasara, tuna Yesu wa faida. Hatuna Yesu wa huzuni, tuna Yesu wa furaha. Hatuna Yesu wa machafuko, tuna Yesu wa amani. Naye anasema mimi ni mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, shetani anapoiba, kwanza anaanza kushambulia imani. Shetani anapoiba, kwanza anaanza kushambulia imani. Kwa hiyo ukiona kuna wizi umefanyika kwa wanadamu, shetani jambo la kwanza analoanza kushughulika nalo, anashughulika na imani kwanza. Anashughulika na imani kwanza. Anashughulika na imani kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro 1:3. 1:3. Waraka wa kwanza wa Petro 1:3. Sura ya kwanza mstari wa 3. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Haleluya. Haleluya. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5 narudia tena. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Shetani anapoiba, kwanza anaanza kuishambulia imani. Kwa nini imani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndiko chanzo cha ulinzi wa mtu. Ulinzi wako uko katika imani yako, na ndio maana nasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo kama imani ikiondoka ndani yako, kama imani ikishambuliwa ndani yako, hauna tena ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo shetani anaweza kuingia na kuiba chochote kinachokuhusu. Kwa hiyo shetani akitaka kuiba kitu chochote kutoka kwako, anakuja kwa
kwanza kushambulia imani, anakuja kwanza kushambulia eneo la imani. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo la tatu, anaposhambulia imani anaanza na kuharibu moyo wa mtu. Anaposhambulia imani anaanza kwa kuharibu moyo wa mtu. Kwa nini tunazungumza kwa habari ya moyo wa mtu? Maana moyo wa mtu ndio ambao unatunza imani yake. Moyo wa mtu ndiko imani inakotunzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unakumbuka wakati Daudi anampa usia mtoto wake Suleiman, anasema, Suleiman mwanangu, mjue sana Mungu wa baba yako, mjue sana Mungu wa baba yako na kumtumikia. Akaongeza kumwonya tena, akasema kwamba angalia usije ukapata kuoa wake wa mataifa mengine wasiokuwa Wayahudi, maana punde tu utakapooa wanawake wa mataifa mengine wasiokuwa Wayahudi, wasiomjua Mungu wa Israeli, wataukengeusha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye Mithali anasema, linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani inakaa ndani ya moyo. Sulemani alivyokuja kukaidi baadaye, akaoa wanawake wa mataifa, wakaharibu moyo wake. Walivyoharibu moyo wake, wakaharibu imani yake. Kwa shetani akitaka kushughulika na imani yako, anaanza kuinda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unapenda sana maombi, ghafla huko moyoni unaanza kusema, niko busy sana na kazi, sina nafasi, sina. Bwana asifiwe. Ulikuwa ni mtoaji mzuri sana, ghafla moyo unaanza kukusimulia kwamba hivi wewe, Bwana una kazi nyingi tu za kufanya. Kwani wewe nyumba umejenga, nyumba ya pili umejenga, sio umejenga tu hii moja? Kwani wewe gari la kwanza una, lakini mbona wizo na magari 10? Sio ongeza la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mahubiri ambayo unaanza kuyapata. Nini ambacho unatafuta? Moyo. Akishaupata moyo wako, ameinasa imani yako. Akishainasa imani yako, yuko tayari kuiba chochote kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Delila alivyoupata moyo wa Samsoni, uliokuwa umefungamanisha nadhiri na Mungu wake, uliokuwa umebeba nadhiri na Mungu wake, alivyofungua moyo ulivyokamatwa na Delila, imani yake ikaharibika na uhusiano wake na Mungu ukaondoka. Akapoteza ulinzi, akapoteza nguvu. Wafilisti wakamkamata, wakatoboa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona ilikuwa ni target. Delila ulikuwa ni mlango. Shetani anataka kuingia, anataka kuchukua vitu pale, anataka kufanya uharibifu. Mtu akiukamata moyo wako, amekamata maisha yako. Bwana asifiwe. Akikamata moyo wako, amekamata maisha yako. Unaweza ukazunguka, yani uko Ulaya, moyo umekamatwa na Mtanzania mmoja huku, mtu wa Zuguni amekamata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwamba Dodoma maisha siyaelewi, ngoja niende Mbeya. Unaenda Mbeya, kuna mtu mmoja huko amekamata huko moyo wako, yuko hapa Dodoma ametulia tu.
Wezunguka tu utarudi tu. Bwana asifiwe. Ukirudi unakuta wenzio wamejenga, aliyekuwa na nyumba moja ameongeza na ya pili, aliyekuwa na tatu ameongeza na ya nne, jirani kanunua na kigari. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafanya rounding tu. Bwana Yesu asifiwe. Unasema Mbeya maisha sielewi, ngoja niende Arusha. Unaenda Arusha, yani wewe unaenda Arusha, alafu kuna watu wanatoka Arusha wanaenda Mbeya, wanaenda kupasua, wanaenda kutoboa, wanalima kule mpunga kera, wanapata. Bwana asifiwe. Nini? Moyo umekamatwa, imani imeharibika, ulinzi umeondoka, umebaki tupu. Hii chupa ya maji ina thamani sana, na ukienda dukani utaona nipatie hiyo chupa, nasema chupa ni maji. Bwana asifiwe. Shilingi ngapi? 500. Ukishakunywa ukitupa, ukienda kuokota polisi. Ndivyo ambavyo adui akishachukua moyo wa mtu, unabaki ni kama kopo lilo kisha kutumika tayari, hakuna maji, hakuna kinywaji ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema tena urejesho. Sema tena urejesho. Sema tena urejesho. Chochote ambacho shetani amechukua kwenye maisha yako, tunaamuru kwenye ulimwengu wa roho kipate kurejea kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amina kama unaelewa tunachomaanisha hapa. Tunaishi wakati mwingine maisha ambayo sio ya kwetu, tumeshaibiwa. Na unaweza ukasema mbona mimi nimeokoka? Ni kweli umeokoka, lakini kumbuka Yesu alichowaambia wanafunzi wake. Kwani wanafunzi walikuwa hawajaokoka? Anasema hata sasa hamjaomba bado. Na ndio maana hamjaomba bado. It means kama hamjaomba kuna vitu bado umepungukiwa. Zakayo alikuwa mtajiri, lakini kuna kitu alikuwa amepungukiwa. Na wewe inawezekana ni kweli umeokoka, ni kweli uko smart sana, ni kweli una hela nyingi, lakini kuna mahali shetani amechukua cha kwako. Kwani hujaona hapa mjini kuna watu wana majumba na wanalala chooni? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haujaona kuna watu wana magari lakini wanatembea kwa mguu? Ni tajiri sawa, lakini kuna kitu shetani amechukua. Haleluya. 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 Angalia Marko 11. Marko 11, soma pale. Marko 11. Marko 11 23. Shetani anaanza kuharibu moyo wa mtu. Kwa nini moyo? Maana huko ndiko imani inakaa. Injili ya Marko 11:23. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Hebu sema tena, asione shaka moyoni mwake, ila aamini. Wapi? Moyoni mwake. Amina. Kwamba hayo yasemayo yametukia yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo imani inakaa ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Imani inakaa ndani ya moyo. Anasema asione shaka mtu moyoni, lakini aamini moyoni. Na ndio maana tunapaswa kuchunga sana. Unapaswa kulinda sana moyo wako. Na utalindaje? Kwa njia ya maombi. Utalindaje? Kulisha neno la Kristo. Utalindaje? Kwa kutafuta uso wa Mungu, kumpa Mungu ibada ya kweli, maana yeye anachunguza mioyo ili apate kudaka kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na katika Yeremia 17:9 utasoma kwa muda wako, lakini anasema moyo huwa mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Ni nani awezaye kujua moyo? Mwangalie jirani yako. Mwangalie jirani yako. Hivi unajua jirani yako anawaza kitu gani? Haleluya. 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 Yaani hata wewe mwenyewe tu kwanza unaweza tu kukaa alafu ukashangaa, hivi
nawaza nini mimi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata wewe mwenyewe hauelewi unawaza nini. Nani awezaye kujua moyo? Moyo wa mwanadamu ni kiwanda. Moyo wa mwanadamu ni kiwanda. Kama moyo wako unamilikiwa na Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu, moyo wako utatoa chemchemi za uzima. Moyo wako utatoa matendo mazuri. Moyo wako utatoa dhahabu nzuri, utatoa matirio mazuri. Moyo wako ni kiwanda. Kama unamilikiwa na ufalme wa giza, moyo wako utatoa matusi, moyo wako utatoa matukano, moyo wako utatoa mauaji, moyo wako utawaza mawazo mabaya tu siku zote. Ni nani awezaye kujua moyo? Kwa hiyo shetani akishakamata moyo wako, tayari ana uwezo wa kuchukua chochote na hauna uwezo wa kufanya. Delila akasema, alivyosema tu ile siri ya mwisho sasa, kwamba hizi nywele ndio siri yangu. Akasema, Delila, Wafilisti wanakuja. Wapi? Bwana asifiwe. Sema tena moyo. Sema tena moyo. Sema kurejeshewa. Sema kurejeshewa. Sema kurejeshewa. Wewe kuna kitu kimepotea kwenye maisha yako. Ukijikagua vizuri kabisa, unaweza ukaona kuna kitu kimepotea katika maisha yako na mhitaji Mungu. Kwa hiyo ngoma hii hayupo aliye salama. Wewe sema tu mimi ni mtumishi mkubwa, mimi ni bishop. Wewe bishop bwana, kuna kitu umepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako wapi yale mapito ya zamani? Yako wapi yale mapito ya zamani? Iko wapi ile nguvu yako ya kuomba? Mzee mmoja akasema, mimi zamani nilikuwa fire. Enzi zile wakati tunaokoka miaka ya 90 nilikuwa fire. Nani kakuzima? Acha kuleta. Bwana asifiwe. Ulikuwa fire, kwa hiyo saa hizi umekuwa fireless. Bwana asifiwe. Ule moto wa maombi uko wapi? Ulikuwa na nguvu kweli ya kuomba, ulikuwa na nidhamu kweli ya kuomba, lakini ghafla hata wewe mwenyewe haujielewi. Yaani unaona tu ile nguvu imeyeyuka. Mchungaji, jamani, kuna maombi jamani, anakuja yeye peke yake na kamjukuu. Watu wamechenga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Iko wapi ile kiu? Iko wapi ile kiu? Kwamba leo kuna semina humo, kuna mkutano uwanjani humo, kuna uinjilisti wa nyumba kwa nyumba humo. Iko wapi ile shauku? Wamekutoboa macho. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwambie Yesu, na kuomba nirejeshe jioni ya leo. Naomba unirejeshe jioni ya leo. Inawezekana mwaka wa kwanza kwenye ndoa ilikuwa ni heka. Bwana asifiwe. Chereko. Mtaenda na honeymoon, bonge la hoteli. Kakaa wiki moja, wiki mbili, mkarudi. Wanandoa, Bwana Yesu asifiwe. Wanandoa, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umeachwa tu, punga mkono. Bwana asifiwe. Hata kama unalea peke yako, punga mkono basi. Jamani, wanandoa hakuna hapo, punga mkono basi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hivyo, yaani jinsi lilivyo hivyo. Lazima udunde naye tu, hakuna namna. Bwana asifiwe. Hakuna namna. Kakaa wiki mbili, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwaka mmoja, mtoto mmoja. Bwana asifiwe. Ulikuwa unakula ugali mpaka arudi, saizi unapiga tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Eti baba nani uko wapi? Saizi hakuna cha baba nani uko wapi? Nyie kuleni tu, wewe mfunikeni huko. Bwana asifiwe. Taratibu kuna vitu vinaanza kulisia pia.
Bwana asifiwe sana. Baada ya miaka mitatu, mtoto wa pili, yani atale tabasamu halipo. Alafu wewe mzee, yani unaona fresh tu, yani hakuna shida. Na wewe mama unaona hakuna shida. Tumeokoka sisi, huyu mzee wa kanisa, huyu mhasibu wa kanisa. Lakini ndani yenu kuna kitu kimeondoka. Na wewe majibu unayo, ndani yenu kuna kitu kimekwisha kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni msione wachungaji na kola. Wewe samanini wachungaji. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine ni wababe huko. Unakuja mama, pambio likipigwa tu la kuabudu, pambio likipigwa, mama machozi na makamasi. Bwana asifiwe. Unafikiri analia nini? Anajua show ya jana. Anajua mzee alichomfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Anajua mateso anayopitia. Unajua wakati mwingine watumishi wa Mungu tunapaswa kuombeana sana. Tunapaswa kuombeana sana. Yaani msiwaone watumishi wa Mungu mkafikiri hawa wamekamilika. Yaani hawa wako smart. Tunapaswa kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kufanyaje? Kuombeana. Kuna mama moja siku moja asubuhi tumeingia fellowship. Na asubuhi morning glory, tumeingia morning glory. Yule mama sio kawaida yake. Ni mke wa mheshimiwa mkubwa sana. Mtu wa dini mzuri sana. Na heshima zake sana. Yule mama anafungua mlango tu papo saa 11:30. Yule mama naye anaingia. Sio kawaida yake. Bwana asifiwe. Yule mama tuliimba tenzi moja tu, alilia mwanzo mwisho. Unajua kuna kilio ukimwangalia hivi mtu unaona kuna kitu kinaongea. Sikumuuliza yule mama mpaka leo sije kupiga simu kumuuliza mama shida nini. Lakini nilisikia tu msukumo wa kuomba naye, tukashikana mikono tukaomba, nikamwachia tukaondoka. Haleluya. Hakuna aliye salama. Na ndio maana tunapaswa kusimama na Mungu. Tunapaswa kumtafuta Mungu. Yako wapi yale mapito ya zamani? Mungu anawauliza wana wa Israeli. Utaenda kusoma kwa muda wako Yeremia 6:12-16. Yeremia 6:12-16. Anasema yako wapi yale mapito? Yale mapito ya zamani. Ule unyofu wa moyo wa zamani uko wapi? Ile nidhamu iko wapi? Ile heshima iko wapi? Yako wapi yale mapito ya zamani? Iko wapi ile furaha ya ndoa yenu ya zamani? Iko wapi? Yaani leo mtu ukimtajia Bwana asifiwe, ukimtajia eti nini? Yaani sitaki kusikia hiyo habari, sitaki kabisa. Na moja kati ya watu ambao wanaumia sana ni wanawake. Anasema sitaki kusikia hizo habari. Usiendelee kuniongelesha habari hizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa makasiriko yote kwani sisi tulikuwepo? Haleluya. So useme tu tuombe pamoja. Hasa makasiriko ya nini? Na inawezekana na wazazi walisema wewe mwanangu hapana. Hapana mimi mama hapana. Bwana asifiwe. Twende tu hivyo hivyo, hakuna namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la nne. Bwana Yesu Kristo anao uwezo wa kurejesha chochote kilichopotea kwenye maisha ya mtu. Kwa sababu ukiambatana na Yesu, yeye atahakikisha na ulinda moyo wako. Hakuna adui atakuja kuvamia. Hakuna adui atakuja kukung'oa katika imani ulio nayo. Kwa hiyo ulinzi utakuwa kwa Yesu. Na ukimpa nafasi ya kwanza Kristo, ukimpa nafasi ya kwanza Mungu aliye hai, ukampenda Mungu aliye hai, hakuna kitu chochote ambacho kitakwenda kukutenganisha na huo upendo wa Mungu aliye hai. Tatizo letu ni kwamba hatujampa Mungu nafasi ya kwanza. Hiyo ndio shida. Hatujampa Mungu nafasi ya kwanza. Wengine wamewapa nafasi ya kwanza wachumba wao. Wengine wamewapa nafasi ya kwanza waume zao. Wengine wamewapa nafasi ya kwanza wake zao. Wengine wamewapa nafasi ya kwanza, wamempa nafasi ya kwanza biashara yake, ameipa nafasi ya kwanza. Mwingine ameipa nafasi ya kwanza kazi yake inayompatia kula, ameipa nafasi ya kwanza. Mwingine
amewapa nafasi ya kwanza wakuu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutana na mtu ambaye amempa mume wake nafasi ya kwanza. Siku mwanaume atakuja kufariki, huyo mama wokovu bye bye. Yaani unalia mpaka unakufuru. Kulia sio vibaya, ni vizuri, unatoa sumu. Lakini cheki, baada ya kile ambacho umekipa nafasi ya kwanza kuharibika, mahusiano yako na Mungu yanashake au yana break kabisa. Bwana asifiwe. Yanavunjika kabisa. Kwa nini? Umekipa nafasi ya kwanza. Kuna chumba ndani ya moyo wa mwanadamu. Usiniulize mimi chumba gani, wanasayansi mtanisamehe. Usiniulize ni left auricle ni right auricle, ventricle, sijui masuala ya ventricle. Lakini nakwambia hivi, kwenye chumba cha moyo wa mwanadamu kuna nafasi ambayo anapaswa kukaa Mungu. Kuna chumba ambacho anapaswa kukaa Mungu peke yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anapaswa kukaa Mungu peke yake, na hicho chumba kimeandikwa room number 1. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo room number 1, kama Mungu amekaa vizuri, hata kama utaondokewa na mpendwa wako wa karibu sana, utamshangilia Mungu tu kwa furaha. Sio kwa sababu amekufa, kwa sababu ameruhusu. Nini? Kulinda uhusiano wako na Mungu. Ukimpa Mungu nafasi ya kwanza, hiyo room akikaa Mungu, hata kama mchumba atakupigia simu, mimi bwana kuanzia leo futa na hiyo namba, utasema haina shida, asante. Unafuta, alafu unaendelea kudunda. Bwana asifiwe. Eti mwingine anaanza kuchukua na kamba, anaanza kuchukua na sumu. Wewe kwani mlizaliwa wote sasa? Mwingine alikuwa general huko analia mama wewe, mwingine alikuwa huko da. Bwana asifiwe. Fanya mambo yako. Tatizo tunapotezeana muda sana. Yaani mtu unafika tu unampatia nafasi ya kwanza. Mwanadamu huyu, hii ngozi unaipa nafasi ya kwanza, atakuumiza. Nafasi ya kwanza apewe Kristo. Bwana asifiwe. Sema tena kurejeshewa. Sema tena kurejeshewa. Yesu anasema hata sasa hamjaomba bado. Kama kuna kitu kimepotea kwenye maisha yako, Yesu anasema hata sasa bado haujaomba. Eti moyo wangu mimi hauna hata amani kabisa, hauna amani. Omba akupe amani. Haleluya. 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 Naomba mnivumilie nisome hiki kitabu. Na usiwe na haraka, tunataka baadaye tuombe tu. Usiwe na haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua nami kitabu cha Yoeli sura ya kwanza. Yoeli sura ya kwanza. Alafu baadaye tunaenda kuomba muda sio mrefu. Yoeli sura ya kwanza. Yoeli sura ya kwanza. Tutaanza kusoma ule mstari wa 13. Yoeli sura ya kwanza 13. Tutaenda hadi 20 pale. Jikazeni mkaomboleze, enyi makuhani, pigeni yowe, enyi wahudumu wa madhabahu. Njooni mlale usiku kucha katika magunia, enyi wahudumu wa Mungu wangu, kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji takaseni saumu. Iteni kusanyiko la dini, wazee na wakusanye, wenyeji wote wa nchi waende nyumbani kwa Bwana Mungu wenu na kumlilia Bwana. Ole wake siku hii, kwa maana siku ya Bwana inakaribia, nayo itakuja kama uangamivu utokao kwake aliye Mwenyezi. Je, chakula hakikukadiriwa mbali mbele ya macho yetu? Na furaha na kicheko mbali na nyumba ya Mungu wetu? Mbegu zinaoza chini ya udongo wake, gara zimeachwa ukiwa, mabanda yamevunjika, kwa maana nafaka imekauka. Jinsi wanyama wanavyoungua, makundi ya ng'ombe yamefadhaika, kwa sababu hawana malisho, na makundi ya kondoo yamepata mateso. Bwana,
na kulilia wewe, kwa maana moto umeyala malisho ya nyikani, na miali ya moto imeteketeza miti yote ya mashamba. Naam, wanyama wa mashamba wanakutwetea wewe, kwa maana vijito vya maji vimekauka, na moto umeyateketeza malisho ya nyikani. Ruka kidogo, nenda sura ya pili mstari wa 18. Yoeli hiyo sura ya pili mstari wa 18. Hapo ndipo alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi. Na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Nchi, usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake, mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkafurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa lililotuma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba, na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanzia tulipokuwa tunasoma hii sura ya kwanza ya Yoeli, huu mstari wa 13 mpaka wa 20, hawa watu wana wa Israeli walipita mapito makubwa sana. Walimtenda Mungu dhambi, Mungu akawapa adhabu. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Mungu akawapa nini? Adhabu. Njaa ikawapiga, ilitokea njaa kali sana mpaka kwenye mifugo. Wanyama wanakosa majani ya kula, njaa kali, hali ni tete. Kama umesoma kitabu cha Nabii Yeremia, unafika tu unajua walishakula mpaka vinyesi. Bwana asifiwe. Walishakula mpaka vinyesi, njaa kali. Mtoto anazaliwa leo anatokoshwa mboga supu. Njaa kali. Bwana asifiwe. Wamepigwa njaa kali, wakaanza kuomboleza, wakaanza kuomba toba, wanatoa sala zao kwa Mungu, Mungu apate kuwasikia. Mungu ni wa rehema, akawarehemu. Bwana Yesu asifiwe sana, akawarehemu. Na hii tuliyosoma Yoeli 2:18 mpaka 27, unaona Mungu anawapa maneno ya tumaini kwamba anaenda kuwarejeshea vile ambavyo vimepotea kwenu. Wakati huu praise team tunasogea huko mbele, Bwana asifiwe. Ndani yao wamepita mapito magumu sana, lakini Mungu anawapa tumaini, anasema ninawarejeshea, nanyi mtakuwa na furaha. Ule ukame unaweza kuondoka, naweza kuachilia mvua
haitoshi, nimekwisha kusema hayo, naenda kuwarejeshea. Mtu wa Mungu, nazungumza na wewe, nataka tuombe, naomba uwe serious. Nazungumza na wewe, inawezekana kabisa kuna vitu ambavyo ukipiga picha maisha ya kwako, kuna vitu ambavyo vimepotea tayari. Kuna watoto wamepoteza elimu tayari. Kuna watu wamepoteza amani tayari. Jioni ya leo sikubali. Mwambie Bwana nirejeshe. Mwambie Bwana nimekuja mbele zako. Tutaanza na toba, halafu tutaomba Bwana apate kurejesha vile vimepotea. Wewe unajua, ni shahidi wa mambo ya kwako, kile kimepotea kwako, unajua kile kimepotea. Mwambie Bwana na kuomba upate kunirejeshea. Naomba unirejeshe chochote kimepotea. Inaosikana ni afya, naomba upate kunirejeshea. Washindi waseme amina. Sema amina kama unanielewa sawa sawa. Sema amina kama unanielewa sawa sawa. Gonga na watu walioambia kwamba Bwana anakurejeshea. Nimesema gonga na watu 2 5, mwambie Bwana anakurejeshea. Bado unashangaa, yani hauamini kama anakurejeshea. Sema Bwana anakurejeshea wewe. Sema tena Bwana anakurejeshea. Tafuta na mwingine, sema Bwana anakurejeshea. Sema tena Bwana anakurejeshea. Sema tena Bwana anakurejeshea. Sema tena Bwana anakurejeshea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.